Niko Ruvuma tangu jana. Mwenyekiti alikamatwa, nafikiri mna taarifa hiyo, na mpaka sasa asubuhi hii tulikuwa hatujui yuko wapi. Lakini sisi wengine ambao tuko hapa tulikuwa tunaendelea na maandalizi ya mkutano ambao tayari ulikwisha tangazwa hapa Songea mjini kwenye uwanja wa Matarawe, na tuliita press conference saa 5 kwa ajili ya kuzungumza na vyombo vya habari, lakini polisi wamevamia ofisi yetu, wakapiga mabomu, wakatutawanya, na sisi tukaitwa tukaenda kwa RPC. Kwa mimi nimetoka kwa RPC muda si mrefu kuzungumza naye, ambaye anasema wanamshikilia mwenyekiti na kadai kwamba wanamshikilia kwa kosa la uchochezi wa kupinga uchaguzi, kwamba hawataki tuzungumze no reforms no election. Na kwa madai yake amesema na mikutano mingine yote ambayo ilikuwa iendelee kuanzia wa sasa hivi na mwingine ambao tulikuwa tufanye kesho Madaba imepigwa marufuku, na amesema mpaka tutakapobadilisha thimu ya mazungumzo kwamba tusiseme no reforms no election ndio tutaruhusiwa kufanya mikutano. Kwa maana hiyo alikuwa anazungumza kama mtu ambaye anatoa taarifa kwamba wamepiga marufuku labda kwa nchi nzima, I don't know. Mnajua mwenyekiti Lissu yuko wapi sasa? Kwa mujibu wa RPC anasema ameshafikishwa Dar es Salaam na anahojiwa kwa kesi ya uchochezi wa no reforms no election. Atafikishwa mahakamani? Sasa hakuwa wazi, lakini amesema baadaye watamfikisha mahakamani. Sasa kama anasema kwa ameshafikishwa Dar es Salaam, unajua kwa mujibu wa sheria zetu za nchi, unapokamatwa lazima watu wako wataarifiwe, watu wako, ndugu zako, ili wajue uko kituo gani, whereabout yako na hali yako. Na Lissu unajua baada ya kuwa ameshambuliwa mwaka 2017 kuna dawa ambazo anatumia, hata dawa zake wamezuia tangu jana hajameza dawa zake. Kwa hiyo ni hali mbaya sana, na sisi tofauti na taarifa aliyotuambia RPC kwa mdomo wake kwamba wako naye na yuko salama na amefikishwa Dar es Salaam na anahojiwa, hakuna mtu kutoka kwenye chama chetu ambaye ameshamuona tangu jana alipokamatwa. Duru kadhaa zinasema miongoni mwa mambo yaliyoleta matatizo yote haya ni kile ulichokisema mwanzo, matamshi ya Tundu Lissu ya kufananisha hii kampeni yenu ya bila mageuzi hakuna uchaguzi na kitendo cha uasi. Sio kwamba mwenyekiti alikwenda mbali sana? Mwalimu Nyerere alisema vijana wa Tanzania wanapaswa kuasi dhidi ya mifumo kandamizi. Tunapoasi dhidi ya watu wanaoiba uchaguzi, tunapoasi dhidi ya watu wanao uasi wa kuasi kutii wizi wa uchaguzi, tunawaambia watu waasi kuibiwa uchaguzi. What is the problem with that? Kama unawaambia watu kwamba mifumo hii kandamizi lazima tuiasi, kama alivyosema Mwalimu, mifumo kandamizi, kwani uasi ni nini? Ni kukataa. Unapokataa watu wasiibe uchaguzi, unapokataa watu wasifanye ubadhirifu wa mali za umma, wasigawe mali za nchi yetu kwa Wachina na Waarabu na Wazungu, na wakati watu wetu wanateseka, tatizo ni nini katika hilo? Sema mkutano wenu na waandishi wa habari umevurugwa leo, na mwingine ambao mlipanga kufanya wa hadhara mmeamriwa msiufanye. Mnafanyaje sasa baada ya hapo? Tutaenda kwenye mkutano, ikifika muda wa mkutano tutaenda, watu wanajikusanya, kama watatupiga pale, watatukamata, watukamatie pale, kwa sababu hakuna sababu ya kukimbia. Tumepata taratibu zote na tuko ndani ya utaratibu. Kwa hiyo hatuwezi kukubali tu watu wanaovunja utaratibu. Katiba ya nchi yetu inaeleza, utaratibu wa nchi yetu unaeleza namna ya mikutano inavyotakiwa kufanyika. Polisi hawana haki whatsoever. Hakuna mtu mwenye haki ya kutuchagulia nini tuseme, ili mradi hatuvunji sheria. Ukisoma ibara ya 27 na ibara ya 26 ya katiba ya nchi yetu zinazungumza kuhusu rasilimali, kulinda rasilimali za nchi. Kila Mtanzania ana wajibu huo wa kulinda rasilimali za nchi. Hiyo ni ibara ya 27(2), kulinda mali za nchi, kulinda rasilimali zisifanyiwe ubadhirifu. Tunapokwenda kwenye uchaguzi unaotumia bilioni 500 wakati sio uchaguzi, ni watu wanaenda kujitangaza, huo ni ubadhirifu mkubwa wa rasilimali za nchi. Tunaposimama kuwaambia Watanzania kwamba uchaguzi unaporwa ili watu waingie madarakani ambao hawaendi kusimamia maslahi yao, hiyo ni katiba inatutaka tufanye hivyo, ibara ya 26. Kwa hiyo hakuna kitu chochote tunachovunja, na polisi hawana haki. Nimejaribu mimi kumuuliza RPC, wewe unatuambia haya kwa mujibu wa sheria ipi? Akasema wewe pokea ninachokuelekeza, hakuna sheria, hakuna chochote. Ndivyo alivyoniambia RPC Chalia. Kwa hiyo hamna hawazungumzi kuhusu sheria yoyote, lakini sisi sheria inachotutaka ni tutimize wajibu, tuandike barua within 48 hours
masaa 48 na tumetimiza hiyo. Barua ziko polisi na bahati nzuri hata barua zao za majibu zipo. Sasa hii ya kupiga vita kupiga marufuku hii mikutano ni kuonesha dunia namna ambavyo nchi yetu imeingia kwenye dola la udikteta, na sisi hatutakubali haya mambo. DW tunavuma kwa kishindo.